Wananchi wa vijijini wameshauriwa kuanza kubadili mtazamo wa ujenzi wa nyumba kwa kuachana na mfumo wa kujenga kwa msambao na badala yake waanze kujenga nyumba za ghorofa ili kuhifadhi ardhi kwa matumizi mengine ya kiuchumi kama kilimo, ufugaji na uwekezaji. Ushauri huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhandisi Anthony Sanga, alipomwakilisha Waziri Deogratias Ndejembi kwenye ufunguzi wa jukwaa la majadiliano linalowakutanisha wadau wa sekta binafsi, wakuu wa wilaya na viongozi wa serikali jijini Arusha kuhusu matumizi ya ardhi. Mhandisi Sanga amesema ongezeko la idadi ya watu si mjini tu bali hata vijijini linasababisha mahitaji makubwa ya ardhi kwa ajili ya makazi. Hivyo amesema kuna haja ya kupima na kupanga matumizi ya ardhi ili kutenganisha maeneo ya makazi na shughuli nyingine. Tuanze kuangalia hata kule vijijini, hata ujenzi wa majengo tujenge kwenda juu kama nchi zingine, kwa sababu kama tulivyosema watu tunazidi kuongezeka, ardhi iko pale pale. Kwa hata ule ujenzi wa msambao, kwamba unajenga nyumba za msambao, tuanze kulifikiria, tuanze kujenga nyumba za kwenda juu. Sio mijini tu peke yake, hata kule vijijini. Ili pia tupate maeneo mengine ya matumizi mengine kama ya kilimo, ufugaji na shughuli mbalimbali za uvuvi na zinazohusiana na sekta ya ardhi. Hata uwekezaji pia kule vijijini pia unafanyika. Na tunaposema uwekezaji, hata viwanda pia vijijini vinatakiwa viwepo, sababu pia kuna wananchi, itasababisha au itapelekea kuleta ajira kule za watu wanaofanya kazi kwenye viwanda, lakini na ukaribu wa kupata malighafi. Sasa hivi usafiri unarahisishwa kila siku, kwa hivyo lazima tuyafikirie hayo badala kwa tunajenga msambao kiasi kwamba maeneo ambayo tungeweza kuweka uwekezaji unakuta tumejenga, kumbe pale ingetakiwa kuwa shamba au ingetakiwa kuwa kiwanda. Katika hatua nyingine, serikali imetangaza kuwa hadi kufikia mwaka 2025 jumla ya vijiji 4679 vimepimwa na kuandaliwa mpango wa matumizi bora ya ardhi, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza migogoro na kuwezesha maendeleo endelevu kwa jamii. Tumebakiwa na vijiji 7654. Naamini kwa ushirikiano wetu ambao tumekuwa nao kupitia serikali na wadau, tunaamini kwa sehemu kubwa kuendelea kuweka hizi nguvu ambazo tumekuwa tukiziweka, mipango hii inaweza kukamilika ndani ya muda mfupi unaokuja. Mwaka huu tumepima vijiji vinakaribia 600-700 na tumepanga na tumemilikisha, sababu sisi tunaanza hatua ya kwanza mpaka ya 6, lakini mwakani sasa tunakwenda tunaongeza speed tena kubwa, tutakaribia kufanya vijiji 4000. Kwa hiyo utaona kwamba lazima sasa tuwaeleze watu tunakwenda wapi na wapi na wapi, na wao watuambie plani zao. Wakuu wa wilaya za Kiteto na Rombo wamesema mipango hiyo imeleta manufaa makubwa kwa kupunguza migogoro ya ardhi, kwani kwa sasa matumizi ya maeneo yao yamewekwa wazi. Mipango zaidi ya 4000 imefanyika kwa kipindi cha 21-25 hadi sasa. Hizi ni jitihada. Na niseme wazi tu, hivi karibuni pia mtakuwa mmeongelea kwenye vyombo vya habari kuna migogoro ilikuwa inaendelea wilaya ya Kiteto, lakini serikali kupitia Wizara ya Ardhi ilituma timu kutoka kwenye tume hii ya mpango ya matumizi ya ardhi, ilikuja wilaya ya Kiteto na imeendelea kusaidia. Na sisi tumekuwa kama viongozi na jukumu pia la kuwaelimisha wananchi kwanza kuelewa. Kumbuke kwamba Rombo ni wilaya ndogo, kwa hiyo watu wanamiliki ardhi kwa tamaduni zile za kimila. Katika mafaili 10 niliyokuwa nayapata, basi ujue 8 yalikuwa yanahusu ardhi. Lakini baada ya mpango wa matumizi bora ya ardhi, kumekuwa na upungufu mkubwa sana wa changamoto za ardhi, kwa sababu maeneo mengi sasa yamepimwa. Mimi ndani ya mwaka jana tu na mwaka huu nimepima wastani wa vijiji 24 na kijiji kimoja tumekipa hati. Wadau wa sekta hiyo wamezitaka halmashauri kote nchini kutumia rasilimali za ndani walizonazo ili kuungana na serikali kuu pamoja na wadau wengine ili kuhakikisha ardhi inatumika kwa tija. Zitengwe bajeti katika ngazi ya halmashauri za kupanga matumizi bora ya ardhi ndani ya wilaya husika, ziweze kusaidia kupushi namba iweze kupanda juu. Tukisema tuachie wadau tu na tume, hatuwezi kufanikisha. Hiyo namba ni kubwa na mipango mingi inakuwa ndani ya miaka 10 tu. Swala la kupanga matumizi ili kila mdau ajue anaanzia wapi anaishia wapi na katika eneo lake anaruhusiwa kufanya nini haruhusiwi kufanya, ni jambo la msingi sana, kwa sababu kwa kweli litaharakisha maendeleo. Kwa sababu mara nyingi tunapokuwa na magomvi kwamba hapa ni kwangu au sio kwako, manake pia mnarudisha nyuma maendeleo. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Profiti Mmanga na hii ni Wasafi News.